kwamba sisi Mafia tumekuwa tukiandaa mapambano yetu katika ubora. Nimeshaliongea kabla ya kwamba huwa tunachora mchoro wetu nini kinafuata kwa wakati ujao. Nadhani unaweza ukashuhudia pambano hili limetawala hadhi kwa maana ya mikanda na rekodi bora kwa kila mpiganaji. Kila bauti ambao utaichambua utakuta ni watu ambao wapo ndani ya top 50, wakiwa wametoka basi ndani ya top 100. Lakini kwenye taifa husika bondia ambaye anacheza kwenye mapambano haya utamkuta yuko ndani ya top 10 ama top 20. Kwa hiyo ni mapambano ambayo yana ubora, na nawasihi wa Tanzania wajitokeze kwa wingi pale viwanja vya Posta, lakini wale watakaoweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii na channel ya TV3 waweze kuangalia production ambayo imefanywa kwa kiwango bora siku ya kesho. Setup imekamilika katika viwango tofauti na boxing event zote ambazo umewahi kuziona. For the first time Mafia tumethubutu kufanya na tumekuwa tukiimprove pambano kwa pambano, onesho kwa onesho, tunatengeneza muonekano mwingine. Kwa hiyo tuwakaribishe watu viwanja vya Posta wakaone ngumi katika kiwango, katika muktadha wa boxing wenyewe, lakini na maandalizi ya pambano husika. Kila mara mmekuwa mkija na money event au main card tofauti. Mafia mmekuwa na utaratibu, na safari hii ni Shagembe. Management mlitazama nini kwa Frank Shagembe na kuamua kumpa mzigo wa kuwa ndio mwenye show ya kesho, yeye ndio atakayepanda pambano la mwisho? Ya kupewa main card katika event kubwa namna ile ni kuheshimishwa. Kila ambaye anafanya juhudi kutuonyesha nini anacho, ndiye tunaweza kumpa nafasi ya kuwa main card. Kama ambavyo wengine wa tasnia michezo mingine wanapofanya mazoezi ndio inadetermine nani aweze kuwepo kwenye kikosi cha kwanza au kuanza na timu katika 45 au dakika zozote za kwanza za mchezo. Vivyo hivyo kwenye boxing, kwa upande wetu tunawatazama kwenye training session, nani anatupa nini kwenye training session, lakini anatupa nini tunavyokuwa kwenye match. Kwa hiyo kwenye ile fight anachoonesha ndio kinatuambia sasa huyo mtu ni wakati wa kumfanya naye kuwa main card kwenye event ambayo itakuwa wakati mwingine. Na kama tulivyowaambia awali, sisi watu tunachora mechi zetu 3 mpaka 5 kabla. Kwa hiyo wakati ukifika wa mtu unaenda vile ambavyo programu ilivyokuwa. Hatuachi kuzungumza, mchezo wa ngumi ni mchezo nambari 2 kwa kupendwa, lakini tumeona Mafia mnafanya uwekezaji mkubwa kwenye mitandao, kwenye vijiwe vya ngumi. Kumeanza kusemwa kwamba Frank Shagembe kaletewa bondia ambaye ameshastaafu ngumi, ana umri wa miaka 45, Shagembe ana miaka 25, takribani miaka 20 katikati imekata hapo. Wakati mnamtazama mpinzani wa Shagembe, vitu gani mlivitazama kumchagua yeye na sio mwingine? Tayari maneno yameanza huko mitandaoni. Huwezi kuzuia watu kusema, lakini unaweza ukapima tija na hoja kutoka kwenye mtu anachokisema. Mwanzo anatakiwa watazame Frank Shagembe anapigana na nani? Frank Shagembe ni nani? Frank Shagembe ndo bondia namba 1 katika uzito wake nchini Tanzania, na ni bondia namba 6 katika pound to pound hapa nchini Tanzania. Tumwangalie opponent wake ni bondia wa namna gani. Ndiye bondia bingwa mtetezi wa WBO heavyweight. Niulize, imekuwaje WBO wakawa na bingwa wa namna hiyo? Ameuchukua ubingwa wa WBO zaidi ya mara 2, na hii ni awamu nyingine anatakiwa utetee. Kwa hiyo ni bingwa mtetezi. Kumbuka Frank Shagembe mwenye rekodi bora anaenda kucheza na bingwa wa WBO. Frank anaenda kuchallenge mkanda. Si kwamba Frank anamkanda ametafuta bondia mzee. Frank amemfuata bingwa, hajafuata umri, amemfuata bingwa na amequalify kuweza kuingia pale kama mshindani kwenye ule ubingwa. Lakini opponent wa Frank naye ni bingwa wa mabingwa wa magharibi, nchi za Afrika Magharibi, yule ndio bingwa wao. Kama itoshi, ni bingwa katika uzito wake ndani ya taifa lake, na ni bondia namba 3 katika rank za nyumbani kwao katika kanzidata ya BoxRec. Sasa si bondia wa kusema umri wake. Umri si hoja. Ana rekodi zipi na unafanya boxing kwa milengo ipi? Tungekuwa wahovyo tungetafuta bondia ambaye hana hizo sifa nazokwambia, afu akawa na umri mkubwa tukasema acheze na Frank. Lakini rudi nyuma, Frank watu waliocheza nao ni warika gani? Hapo utakuja kugundua kwamba Mafia tunafanya hivi vitu kisomi na kitaalamu. Hatufanyi kuwafurahisha watu, hatufanyi kuwatoa ufahamu watu, ila tunabaki kwenye uweledi kuhakikisha tunachokifanya kinaenda kubeba maslahi mapana ya bondia, mchezo na taifa letu kwa ujumla wake. Isikuchoshe, najua na mambo mengi sana. Neno kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye brand name inabeba wazifa na heshima yake.
Leo tunafurahi Taifa Stars, lakini kesho tunakwenda kwenye furaha ya ngumi. Neno lako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Neno letu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mama yetu Mama Samia, ni shukrani, kwa maana amekuwa bega kwa bega nasi katika kuhakikisha hizi ngumi zinapata heshima yake. Leo ukizungumza ngumi ya Tanzania unazungumzia knockout ya mama na Mafia Boxing Promotion, sio mwingine yoyote. Ukizungumzia ngumi Tanzania ni knockout ya mama na Mafia Boxing Promotion. Kama ulijua hilo, waulize wadhamini wa mchezo wa ngumi. Ukiwafuata kwa ajili ya sponsorship wanatambua kitu gani.